Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kundi D wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao unasubiriwa na wadau wengi wa michezo barani Afrika, ikiwa ni hatua ya makundi, basi ni mchezo ambao unakwenda kuchezwa siku ya Jumapili, yani Novemba 30 mwaka 2025, ambapo klabu ya soka ya Stade Malien watakuwa nchini kwao Mali wakialika miamba ya soka kutokea nchini Tanzania, Simba Sports Club. Fahamu kuelekea katika mchezo huu ni mchezo muhimu sana kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, kwa sababu ukiangalia Simba katika msimamo hapo katika nafasi nzuri mpaka sasa. Katika mchezo wa kwanza ambao walicheza dhidi ya Atletico Pedo Rwanda na kupoteza kwa bao 1-0, Simba wanaburuza mkia, lakini wanakwenda kukutana na Stade Malien kutokea Mali ambao mechi yao ya kwanza ugenini pale nchini Tunis wakicheza dhidi ya Esperance Tunis waweza kutoa sare ya 0-0. Kwa hiyo wao wana alama moja wakiwa katika nafasi ya tatu. Kwa hiyo ni mchezo ambao klabu ya soka ya Simba wanahitaji kupata ushindi, na mchezo huu tayari kocha ama meneja Dimitar Pantev ameambiwa ni lazima apate ushindi ili aweze kufufua matumaini kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kuqualify kwenda robo finali. Sasa kuelekea katika mchezo huu ambao unatarajiwa kuchezwa majira saa 1 usiku, basi watu wengi wanatamani kuifahamu historia ya Stade Malien. Je, ni klabu kutokea wapi? Klabu hii ina umri gani? Je, klabu hii itaweza kumpa shida gani klabu ya soka ya Simba Sports Club? Fahamu jina halisi la Stade Malien ni Stade Malien di Bamako, kwa sababu ni klabu ambayo inatokea katika mji wa Bamako pale nchini Mali. Klabu ina majina ya utani, wanaita Les Stadiens, lakini ilianzishwa mwaka 1960 na kwa upande mwingine mpaka sasa ina miaka 65 tokea ianzishwe. Klabu hii inaofahamika kwa jina la Stade Malien di Bamako. Msimu uliopita katika ligi kuu ya pale nchini Mali walimaliza katika nafasi ya pili, na ndiyo maana wakaenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mpaka sasa tokea michuano hii kuanzishwa, kipindi hiko inaitwa African Cup of Champion Clubs na sasa inaitwa CAF Champions League. Klabu imecheza michezo 89 kwa misimu tofauti tofauti. Katika michezo 89 wameshinda 30, draw 20, wakifungwa 39. Lakini vile vile klabu hii wana uzoefu kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho kwa sababu ni klabu kongwe. Klabu hii imecheza michezo 44 mpaka sasa katika michezo ya kombe la shirikisho. Katika 44 wakashinda 14, sare ni 16 na kufungwa 14. Unaona ni klabu changa, lakini imekuwa ikishiriki michuano ya kafu mara kwa mara. Fahamu msimu kunako ligi kuu ya pale nchini Mali bado hawajacheza mechi hata moja, lakini msimu uliomalizika 2025 kunako ligi kuu ya nchini Mali walishiriki michezo 26 na kuweza kufanikiwa kupata pointi 58, pointi ambazo ziliwafanya kumaliza katika nafasi ya pili pale Mali na kuweza kuqualify kwenda kushiriki michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nafahamu katika zile mechi za hatua ya awali klabu hii katika mechi ya kwanza ya walicheza dhidi ya Tempete Mokaf. Tempete Mokaf ni klabu kutokea pale Afrika ya Kati, ambapo mechi ya kwanza ugenini walishinda 5-0, nyumbani wakaja wakashinda 2-0. Kisha wakapangiwa FC Nosbu kutokea Mauritania, ambapo tunaona mechi ya ugenini walitoa 1-1, nyumbani kwao wakashinda 2-0 na wakaweza kuqualify kwenda hatua makundi na kuweza kupangiwa kundi la Simba, kundi D, ambapo vile vile kuna Atletico Pedo Rwanda na Esperance Tunis. Katika mechi ya kwanza basi wameweza kutoa sare ya 0-0 katika hatua makundi. Kwa ukiangalia ni klabu ambayo kwa sasa msimu katika hii michuano hii imedhamiria kufanya mambo makubwa, na ndio maana hata wameweza kucheza na klabu kubwa, klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika, Esperance Tunis, nyumbani kwao, klabu yenye mashabiki wengi, na kuweza kutoa sare ya 0-0. Kwa hiyo Simba wanavyoelekea pale wajipange kweli kweli, kwa sababu ni klabu ambao vile vile imekuwa ikishiriki michuano ya kafu mara kwa mara. Kwa hiyo hata Simba wenyewe hilo wameweza kulisoma na ni mtego mkubwa kwa kocha ama meneja Dimitar Pantev. Tuambie mara baada ya kusikia historia kidogo
na kuifahamu klabu hii ya Stade Malien, hebu tuambie ni mbinu gani ambayo Simba waitumie ili waweze kuibuka na ushindi dhidi ya Stade Malien.